Habari Mtanzania popote pale ulipo, karibu sana, na hii ni Multipolar Vision. Jumapili iliyomurua kabisa, tunakutana hapa kuyajadili mengi yenye tija na kuangazia pia yale ambayo yamejiri kwenye ulingo wa siasa, hususan siasa za kimataifa, tukianzia katika bara la Afrika, lakini tukitoka hapo pia tukiangazia pia maeneo mengine kadha wa kadha. Mimi ni Ali Kashmiri, unapo kuna jambo, na kama utafika utaniona, na leo yako mengi mno ambayo tutakwenda kuyaangazia kupitia Multipolar Vision, tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini vivyo hivyo tupo kwenye mwezi wa Kwaresma. Na kwenye Multipolar Vision sehemu ya kwanza pia tutaangazia mambo kadhaa muhimu kuhusiana na mizozo pia inayoendelea pale Mashariki ya Kati, lakini pia vile vile katika bara la Ulaya kule, pamoja pia na mustakabali wa mataifa ya Afrika, kuhusiana pia na masuala ya viwango vya mahusiano vya kidiplomasia, masuala ya kiuchumi, pamoja pia vile vile na masuala ya kijamii. Lakini vivyo hivyo tutaangazia pia kwenye masuala kadhaa, ambapo kwenye makala ambayo Abel Mponela atakuja kuisoma muda mchache ujayo, kwenye kuangazia vitu kadhaa, tutaangazia vitu takriban 4 kwa siku ya leo. Lakini cha kwanza itakuwa ni mwaka wa 4 tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Tumeona ni jambo la muda mrefu ambalo limeshika hatamu. Lakini jambo la pili ni mkutano wa kwanza wa bodi ya amani pamoja na Trump, lakini kuongezeka kwa mzozo wa Qatar pamoja na serikali ya Mexico. Na jambo la 4 pia ni mahakama ya juu ya Marekani ambayo inazuia mstari wa ushuru wa Trump. Pigo kwa mifumo ya biashara wa dharura pamoja na White House. Hiyo ni makala ambayo itakuja kuangazia hayo. Lakini kwenye mjadala wetu mpana hii leo, ambapo pia tupo na wakili na mchambuzi wa siasa za kimataifa, Bwana Henry Mwinuka hapa. Nikaribisha sana kwenye Multipolar Vision. Nashukuru sana kakali. Na leo mjadala wetu mkubwa, ambapo baada ya makala atapata nafasi ya kuzungumza, ni ziara pia kiongozi mpya wa Madagascar nchini Urusi. Je, inaweza kuwa ni ishara mseto wa sera ya kigeni katika taifa hilo la Urusi na mataifa mengine kadha wa kadha? Hayo ndio ambayo tutakuja kupata nafasi ya kuyatazama zaidi. Kwa sasa tuungane na Abel Mponela kwenye makala hii ambayo anakuangazia mambo mseto. Asante sana Ali Kashmiri pamoja na mtazamaji wa Multipolar Vision hapa Clouds TV. Na sasa tuanze kutazama mgogoro wa Urusi pamoja na Ukraine. Mgogoro kati ya Urusi na Ukraine umeingia mwaka wa 4 sasa, ukiendeshwa katika njia mbili sambamba na diplomasia na mapigano ya kijeshi. Mazungumzo yanaendelea bila mafanikio, huku mashambulizi ya kijeshi yakiongezeka kama njia ya shinikizo la misimamo ya mazungumzo. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na usafirishaji yanalenga si tu uwanja wa vita, bali pia kudhoofisha uchumi, maisha ya raia na uwezo wa Ukraine kuendelea na vita kwa muda mrefu. Hali ya uwanja wa mapambano pamoja na shinikizo la kimataifa inaifanya Ukraine kuwa katika nafasi ngumu zaidi ya mazungumzo. Lakini je, Baraza la Amani la Marekani lina msimamo gani katika hili? Utawala wa Marekani ulianzisha Baraza la Amani kama jukwaa jipya la kushughulikia migogoro ya kimataifa, likianzia Gaza. Lengo ni kuonesha uwezo wa kuhamasisha rasilimali na kuunda miundo kwa haraka nje ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, mpango huo umekosolewa kwa kupuuza taasisi zilizopo na kwa kuonekana kama jaribio la kuhamasisha udhibiti wa ajenda ya ujenzi wa amani. Changamoto kubwa inabaki kwenye utekelezaji, hasa suala la usalama na utayari wa nchi kuchukua majukumu ya moja kwa moja ya ardhini. Na sasa tugeukie kutazama mgogoro wa magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Huko nchini Mexico, kuuawa kwa kiongozi mkuu wa genge kubwa la dawa za kulevya kulichochea wimbi kubwa la vurugu. Magenge yalijibu kwa machafuko yaliyopangwa, vizuizi vya barabara, mashambulizi ya biashara na kufunga safari za uchumi. Tukio hili linaonyesha kuwa licha ya mafanikio ya kiusalama, uwezo wa magenge kusababisha machafuko bado ni mkubwa sana. Pia limeongeza ushiriki na shinikizo la Marekani katika ajenda ya usalama wa Mexico, huku kukiwa na hofu ya ongezeko jipya la vurugu kutokana na mapambano ya ndani ya magenge. Na tukiweka kando hayo, sasa tutazame Mahakama Kuu ya Marekani na ushuru wa biashara. Mahakama Kuu ya Marekani iliamua kwamba rais hana mamlaka ya kutumia sheria ya dharura ya kiuchumi kutoza ushuru wa forodha.
Uamuzi huu unapunguza uwezo wa Ikulu kutumia hoja za dharura za kitaifa kama njia ya haraka ya shinikizo la kibiashara. Kimsingi ni pigo kwa wakati wa kutumia ushuru kama silaha ya sera ya kigeni bila idhini ya bunge, na unaweka mipaka wazi zaidi ya mamlaka ya rais katika biashara ya kimataifa. Na hapa mwishoni sasa, wacha tujadili kiasi kuhusu Madagascar na mwelekeo mpya wa sera ya nje. Ziara ya kiongozi mpya wa Madagascar nchini Urusi ni ishara ya mkakati wa kujitanua kidiplomasia baada ya mabadiliko ya madaraka. Serikali mpya inatafuta washirika mbadala ili kuepuka utegemezi wa upande mmoja wa kimataifa. Ushirikiano huo umejikita katika diplomasia, usalama na misaada ya kibinadamu, hasa baada ya majanga ya asili. Hatua hii inaonyesha juhudi za Madagascar kujenga sera ya nje yenye mwelekeo mwingi na kuongeza uimara wake katika mazingira ya kikanda na kimataifa. Kwa ujumla, hati inayoonyesha dunia inayoingia katika awamu ya ushindani wa mifumo ya usimamizi wa migogoro, diplomasia inayokwama, matumizi ya shinikizo la kijeshi na kiuchumi, na jitihada za mataifa kuunda miungano mipya ya taasisi za jadi. Swali kuu linalobaki ni sera pekee, bali nani ana uwezo na utayari wa kutekeleza maamuzi hayo kwa vitendo? Asante sana kwa kufuatilia Multipolar Clouds. Mimi ni Abel Mponela. Bye kwa sasa. Asante sana Abel Mponela kwa makala hiyo ambayo ina masimulizi mengi mno kwa kile ambacho umekitazama, ikiwemo sehemu pia yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati, kule Mexico, baada ya kiongozi mkuu ama drug dealer anayefahamika kama jina la Mencho, ambaye kimsingi imezua mgogoro na baadhi pia vurugu za hapa na pale na vitu kadhaa ambavyo vimetazamwa, ikiwemo pia mahakama kuu ya Marekani ambayo imezua ama imeweza kuangazia masuala ya ushuru na namna ambavyo pia pengine linaweza kaonekana kama ni pigo kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kuangazia milengo ama mitazamo tofauti. Lakini kwa hivi sasa naungana pia na Henry Mwinuka ambaye ni mchambuzi pia wa siasa za kimataifa, na leo yako mengi ambayo tutayazungumza. Nikaribisha tena kwenye Multipolar Vision. Asante sana Ali, nimefurahi kujumuika tena. Clouds unajua ni nyumbani kabisa, kwa hiyo mimi najisikia nipo nyumbani. Naam. Yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu, lakini kikubwa zaidi tunaangazia pia sehemu ya mahusiano ambayo yanashika hatamu kati ya taifa la Madagascar na uongozi mpya uliochukuliwa kijeshi pamoja na Moscow kwa maana ya Urusi. Na tutaangalia pia mawasiliano na Moscow yalianza tu punde pia baada ya uongozi mpya wa Madagascar kushika hatamu. Na hivi karibuni tumeona kiongozi huyu akienda nchini Urusi kwa ajili ya kuendelea kuwa na mazungumzo kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya mafunzo, kwenye masuala ya kiusalama na kijeshi. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu, sehemu ya ziara hii ama sehemu ya ushirikiano huu ambao unaonekana ukiongezeka zaidi ni uboreshwaji wa sera za mambo ya nje ya Urusi, lakini vivyo hivyo uboreshwaji wa sera hii ya mambo ya nje ya Urusi yanakwenda kushika hatamu na mataifa makubwa zaidi na kuongeza ushawishi wa sera yake ya mambo ya nje tu ya taifa la Madagascar pamoja na mataifa mengine. Ndio. Sahihi kabisa. Tunafahamu kwamba kwa takriban miaka 4 sasa, japokuwa wengi tunapenda kujadili kubomoka kwa mahusiano kati ya mataifa ya magharibi, hasa nchi za Ulaya dhidi ya Urusi kama moja kati ya kichocheo cha kuimarika au namna ambavyo Urusi sasa imeamua kujiwekeza zaidi kwenye mahusiano na mataifa mengine mbalimbali ulimwenguni, zikiwepo nchi za Asia, lakini vile vile zikiwepo nchi za Afrika. Sana tumeona vuguvugu kubwa la mashirikiano kuimarika sana baina ya Urusi na mataifa mbalimbali ya Afrika. Na kimsingi mmomonyoko au kuvurugika kwa mahusiano baina ya Urusi na nchi za magharibi haijaanza katika miaka hii 4 ya vita ya Ukraine pamoja na Urusi. In fact,
vuguvugu hili lilianza miaka ya 2014. Okay. Na tunakumbuka kipindi hicho Urusi walichukua eneo linaloitwa Crimea, ambalo hilo Crimea kimsingi huko nyuma lilikuwa ni sehemu ya Urusi, lakini Urusi waliipa Ukraine wakati taifa la Ukraine linaundwa. Kwa hiyo baadaye Urusi wakalichukua lile eneo, kwa kukawa kuna mzozo, wakafikia hatua wakaingia makubaliano yanaitwa Minsk Agreement, ambayo ilifanyika kule Belarus kwa mmoja wa washirika muhimu kabisa na wa kimkakati wa Urusi, kwa bwana Lukashenko. Sasa kutokea pale mahusiano baina ya hizi nchi hayakuwa yanakwenda vizuri, kwa sababu mataifa ya Ulaya yalianza kuiandaa Ukraine, kwa maana ya kwamba baada ya lile tukio la mwaka 2014 la Crimea kuchukuliwa, kwa walianza kuiandaa Ukraine kana kwamba iweze baadaye kuingia, au kama kutatokea vita au mapigano basi iwe tayari kwenye mazingira hayo. Na tukumbuke kwamba maeneo ya mashariki ya Ukraine kama maarufu kama Donbas Oblast wanaita, ambao kuna mikoa kadhaa kule, tayari mapigano yalikuwa yanaendelea toka miaka hiyo nayozungumza ya mwaka 2014. Mapigano yalikuwa yanaendelea kati ya makundi yaliyokuwa yanaitwa kama wa Russia, au nasema Russian separatist, yani jamii inayozungumza Kirusi ambayo iko mashariki mwa Ukraine dhidi ya vikosi vingine ambavyo wenyewe wanajiita nationalist wa Ukraine, wakiamini hawa ni kama maadui. Na haya majimbo kama mfano jimbo la Donbas wamekuwa wakitaka kujitenga kwa muda mrefu. Kwa hiyo mgogoro huu si mgogoro wa kuangalia kwenye miaka minne hii, ni mgogoro ambao umetoka mbali kidogo. Na kwa msingi huo sasa, kutokana na mgogoro huu kushamiri na Urusi kutangaza kuanza operesheni maalum, wanasema special military operation ya kijeshi, ndipo tulipoona sasa moja kwa moja ile tunaita confrontation au msuguano umekuwa ni wa hali ya juu. Okay. Na kupelekea sasa mahusiano ya kiuchumi, mahusiano ya kwenye sekta kama ya nishati kuingia kwenye walakini mkubwa. Tulishuhudia Urusi wakiondolewa kwenye mfumo wa SWIFT, mfumo wa malipo ya kimataifa, benki zake na makampuni mengi yakiwekewa vikwazo. Na Urusi imeingia kwenye rekodi ya kuwa ndo taifa lenye vikwazo vingi zaidi ya vikwazo 20,000 toka kuumbwa kwa dunia hii. Na hiyo ilileta msuguano mkubwa sana kati yake na mataifa magharibi, ikiwepo Marekani chini ya uongozi wa rais aliyepita Joe Biden. Uhusiano ambao umekuwa ukiimarika baada ya Rais Trump kuingia madarakani, ambapo yeye ameamua kuchagua njia ya kutengeneza mahusiano na Urusi, na Urusi nao kuamua kutumia njia hiyo, ambayo mpaka sasa tumeona kumekuwa na hata juzi Marekani, kwa mara ya kwanza Marekani wakati zinapigwa kura na Baraza la Umoja wa Mataifa ya kutaka kuweka kauli ya pamoja au azimio la kuhakikisha vita Ukraine inakwisha, kwa mara ya kwanza Marekani ameabstain, hajapiga kura ya ndio, kitu ambacho si kawaida kwa miaka minne hiyo iliyopita, hasa chini ya uongozi wa Biden. Kwa hiyo tumeona hiyo. Kwa kimsingi Urusi anaangalia namna anavyoweza kutengeneza mahusiano mapya kwenye maeneo ambapo hakuepo, lakini pia kuimarisha mahusiano kwenye mataifa ambayo alikuwepo tayari, ana hatua zake au ana miguu yake kwenye mataifa hayo. Naam. Tuangazie kwenye sehemu ya kuboresha mahusiano zaidi nje ya yale mataifa ambayo pengine mwanzoni hakuwa na mahusiano. Taifa kama la Madagascar ambalo tumeshuhudia kiongozi wake akienda kuzuru taifa la Urusi na kufanya mazungumzo. Kwenye sehemu ya mtazamo wako natamani kufahamu pengine Urusi anatumia njia hiyo kama kuona nguvu ya sera yake ya mambo ya nje inafanya kazi kwa weledi na kutengeneza ushawishi mpya, lakini mahusiano haya kwenye mashirikiano kwenye masuala ya elimu, mafunzo ya kijeshi, usalama na msaada wa kibinadamu na kijamii unatija gani kutoka taifa la Urusi kwenda kwenye taifa la Madagascar? Kwanza mimi nachelea kusema kwamba
wanajaribu. Sidhani kama wanajaribu. Nafikiri Urusi wako sasa hivi wako na nia ya dhati ya kujenga mahusiano yaliyokuwepo, kuyaboresha, lakini kujenga mahusiano mapya. Na pale inapotokea fursa kama hii ambapo kuna kiongozi mpya, kwa sababu tunafahamu Madagascar kwa muda mrefu imekuwa ni nchi ambayo ina mafungamano ya moja kwa moja na Ufaransa. Kwa hiyo serikali ya Paris imekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa serikali ya Antananarivo. Kwa hiyo kwa msingi huo ndio umekuwa utaratibu toka Madagascar walipopata uhuru. Sasa amekuja rais mpya ambaye ni mwanajeshi ambaye ameamua kuja na mtazamo wa kujaribu kwa mazingira ya ziara yake ambayo amekwenda Urusi. Huwezi kusema kwamba ameamua kuwatupa Wafaransa, kwa sababu Ufaransa pia amekutana na Rais Macron. Kwa hiyo unachoweza kusema ni kwamba pengine ni aina ya kiongozi ambaye anajaribu kutaka kufungamana tu na upande mmoja, kwa sababu wakati mwingine kufungamana na upande mmoja kunaweza kukunyima fursa ambazo zipo kwenye upande mwingine. Kwa hiyo yeye anaonyesha mustakabali mpya wa sera ya nje ya Madagascar ambayo inaangalia sasa ni namna gani pia wanaweza kushirikiana na mataifa mengine yenye nguvu. Na kimsingi kwenye level ya diplomasia na ushawishi wa mezani, au tunasema bargaining power on the table, raisi au nchi inapokuwa ina uwezo wa kuengage au kushirikiana na mataifa mbalimbali, inakuwa ina uwezo hata inapokwenda kuzungumza na taifa jingine ambalo pengine tuchukulie Ufaransa, wanakuwa na uwezo wa kudhibiti au kupigania zaidi maslahi yao na matakwa yao, kwa sababu Ufaransa wanaona kwamba hawa watu tayari wana chaguo jingine, wana sehemu nyingine. Kwa hiyo tusipokubaliana nao kwenye baadhi ya mambo, hawa watakwenda kwa yule, na wakienda kwa Mrusi manake wewe unapoteza, na umeshapoteza Afrika ya Magharibi tayari kwa Mrusi. Kwa hiyo hii mimi naweza nikamsifu kiongozi wa Madagascar kwamba lazima na sisi wa Afrika tujiposition, tujiweke kwenye mazingira ambayo tunakuwa na nguvu kwenye meza ya majadiliano, kwamba kama wewe unaona hiki tunachokihitaji ni kigumu, basi sisi tutatafuta mshirika mwingine. Kwa hiyo hii ni nzuri. Kwa hiyo kwa Urusi pia ni nzuri kwa sababu inaendelea kutengeneza sasa mazingira ya kuepuka kutegemea zaidi soko la Ulaya ambalo kwa sehemu kubwa nishati na vitu kama hivyo vilikuwa vinategemewa zaidi kwenda huko. Sasa hivi manake wanaangalia namna ya kwenda nje ya mkondo huo wa nchi za Ulaya ambazo sasa hivi ni kama maadui tayari. Kwa hiyo kwa Urusi inasaidia, lakini pia inaendelea kuongeza kwa maana nguvu ya ushawishi ya Urusi ulimwenguni, kwa sababu unapoingia kwenye makubaliano ya kimkakati kwenye maeneo ya usalama, maeneo ya elimu na utamaduni, mnazidi kuboresha mahusiano, na kwa msingi wa mataifa haya mawili atakayenufaika zaidi hapo moja kwa moja atakuwa ni Madagascar, kwa sababu Madagascar ana vingi vya kutegemea kutoka kwa Urusi. Urusi anategemea pengine rasilimali, japokuwa sijaona kama wamekuwa na dhumuni sana, kwa sababu hata wao wana rasilimali kubwa sana za mafuta na gesi na kama vitu kama hizi za kurutubisha mimea tunaziita fertilizers, mbolea. Kwa hiyo wanahitaji soko la mbolea kuuza zaidi. Kwa hiyo wana bidhaa nyingi ambazo Urusi wanatafuta sasa masoko, kwa sababu soko la Ulaya lina mwaka 2027 nchi za Ulaya zina mpango wa kuhakikisha hazifanyi kabisa biashara na Urusi. Kwa Urusi lazima atafute soko jipya. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu kwa namna ambavyo umezungumza na sera ya mambo ya nje pia ya Urusi, pengine inaweza ikawa ni mbadala kwa asilimia kubwa watu wengi au mataifa mengi kuona mbadala wake wa moja kwa moja wa mashirikiano ya kidiplomasia kuwa ni Urusi zaidi kuliko mataifa ya Magharibi. Yes, na nitakwambia kitu kimoja. Unajua Urusi wana faida moja ambayo sasa inawezekana wao mwanzo hawakuwa wameichukulia kwa maanani, lakini sasa hivi inawezekana wanaichukulia kwa maanani zaidi. Kwa sababu ukiangalia mahusiano ya Urusi na nchi za Afrika
yalikuwa yana alama ya kihistoria ambayo haikuwa imefutika, kwamba Urusi ndio taifa ambalo lilikuwa Ulaya, ambalo ni kubwa, lakini halikuwahi kufanya ukoloni kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo kwenye dhana au ile hali ya hisia ya nani ni mkandamizaji, linapokuja swala la historia ya ukandamizaji na kuharibiwa kwa mifumo ya maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi na kiteknolojia ya Afrika, nchi za Ulaya ambazo zilifanya ukoloni huku zinakuwa kwenye wakati mbaya kwenye kurasa za kihistoria, wakati Urusi wanakuwa kwenye ukurasa mzuri zaidi, kwa sababu wao wakati kwanza hawakutawala, hakuna nchi inaweza kusema sisi tulikuwa ni koloni la Urusi kwa Afrika. Kwa hiyo wanaonekana hawa hatuna ubaya nao, hawakuwahi kuja huku kuiba rasilimali zetu, kuiba teknolojia zetu, pamoja na kuua mifumo ambayo ilikuwepo. Lakini Urusi ana faida nyingine ya kwamba wakati baadhi ya mataifa yakipigania uhuru, Urusi walitoa msaada, na msaada huo waliotoa haukuwa na masharti kwamba labda mkishashinda mkapata uhuru ni lazima mtupe rasilimali zenu fulani kama ambavyo tumezoea mataifa ya magharibi yamekuwa yakifanya. Kwa hiyo Urusi ana faida hiyo, anaweza akafika mezani na akaaminika kwamba wewe kwa historia inakubeba. Sasa hiyo ni karata ambayo Urusi ikiwa anaitumia kwa Waafrika inawaingia zaidi, na wanaona ni mshirika mwenye afadhali au mshirika mzuri zaidi kuliko nchi za magharibi ambazo zinachukuliwa kuwa ni nchi ambazo zimekuwa zikiendekeza masuala ya unyonyaji toka wakati wa ukoloni, lakini pia hata kutokana na mazingira ya sera zake kwa Afrika kwa nyakati hizi baada ya uhuru. Sawa. Multipolar Vision ndo hii, na hapa ni Clouds Media Group kupitia Clouds TV. Henry Mwinuka, mchambuzi wa siasa pia za kimataifa, tukitazama pia geopolitics kwa upande wa pili wa shilingi kwenye kulidadavua hili zaidi. Unapozungumzia Madagascar, kwa muda mrefu ilikuwa ni koloni la Ufaransa, na tumeshuhudia pia kiongozi mkuu wa taifa la Madagascar ambaye amechukua hatamu baada ya kufanya mapinduzi kutoka Urusi ameenda Ufaransa. Pengine kwenye sehemu ya mazungumzo yao, mashirikiano mapya pamoja na malengo mapya ya kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili yatakuwa yana mlengo wa namna gani ambao utaweza kuwa ni pengine win-win situation kwa mataifa yote mawili? Kwanza ninachokiona, siasa za ulimwengu zimebadilika kwa maana ya tunasema landscape ya geopolitics imebadilika sana. Wale waliokuwa wamekaa kwenye upande wa, unaweza kusema kama walikuwa wameshika mpini, kwa sababu kwa muda mrefu sana nchi za magharibi ikiwepo Ufaransa zilikuwa zimeshika mpini, lakini nchi za Afrika zilikuwa zimeshika kwenye makali. Kwa hiyo inabidi ujitikise taratibu, kwa sababu ukijitikisa sana, yule aliyeshika kwenye mpini haumii, unaumia wewe. Kwa hiyo kwa sasa hivi ardhi ya siasa za kimataifa imebadilika, sera za kimataifa zimebadilika. Kuna mtifuano wa hali ya juu baina ya sera za kimataifa za mataifa ya magharibi yenyewe kwa yenyewe, lakini pia mataifa ya magharibi na Urusi na China. Sasa hii imetengeneza mazingira mazuri sana kwa Afrika kuweza na yenyewe sasa kupigania maslahi yake. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, rais wa Madagascar kwa sasa yupo kwenye nafasi nzuri sana ya kuishawishi Ufaransa iweze kupunguza pengine mienendo na tabia zilizokuwa za kinyonyaji zaidi, ambazo zamani ilikuwa hatuna namna, hatuna mbadala, hatuna option, kwamba ni either ukubali hicho unachopewa kidogo au uwe kwenye hali mbaya zaidi. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu wameshapoteza sehemu nyingi, kwa sababu wao wenyewe hawaelewani huko Ulaya, kwa maana ya kwamba sera zinakinzana kweli kweli. Magharibi imekuwa ikikinzana hasa baada ya Donald Trump kuingia madarakani. Sasa hii ni faida kwa nchi za Afrika ikiwepo Madagascar. Kwa hiyo rais wa Madagascar anaenda wakati ambapo Ufaransa inahitaji zaidi Madagascar kuliko ambavyo Madagascar inahitaji Ufaransa. Na ndio maana unaona Emmanuel Macron anahangaika kweli kweli kuhakikisha, kwa sababu Ufaransa bara Afrika ni taifa ambalo sasa hivi linaonekana ni kama taifa ambalo halitakiwi. Kwa hiyo ndio maana na ile kitendo cha kule kuondolewa Afrika ya Magharibi na mataifa mengi kuambia waondoke, ile ilikuwa inatuma ujumbe hasi
kwa mataifa mengine ya Afrika ambayo yana ushirika na Ufaransa. Na Ufaransa kwa hiyo wamekuwa kwenye kona, naweza nikasema, ukiangalia msingi wa mahusiano yao na nchi za Kiafrika. Kwa hiyo rais wa Madagascar sasa anakwenda wakati Ufaransa iko kwenye kona na inajaribu kuona namna ya kubembeleza hawa washirika waliokuwepo mwanzo na kutengeneza mazingira ambayo yatawashawishi waone kwamba sasa mumeacha au mmepunguza kabisa tabia zile zilizokuwa za kiunyonyaji, na sasa mnataka kutengeneza mahusiano mapya ya kimkakati yenye faida kwa pande zote mbili. Ni upi umuhimu wa Antananarivo kutokuwa na mahusiano ya upande mmoja wa kipekee? Lakini unafikiri pengine wakina nani ambao watakuwa na uhusiano thabiti pamoja na taifa la Madagascar, ukiweka nchi kama Urusi, Ufaransa, China naye anatamani aongeze ushawishi wake, EU nao pia wanatamani kuongeza ushawishi wao, ama mataifa ya Afrika pia anatamani kuongeza ushawishi wao pale Madagascar. Kwa upande wako? Sasa kwa mazingira ya sasa yalivyo, unaweza ukasema kila upande una nafasi. Maanake itategemea na sera na nini mnakiweka mezani ambacho pengine kinaweza kikashawishi serikali ya Antananarivo kuona kwamba nani tushirikiane. Kwa hiyo kimoja ambacho tunaweza tukakubaliana ni kwamba kwa sasa hivi kila mtu anapigana au anapambana kuhakikisha anaboresha yeye sasa mahusiano yake, na ili uboreshe mahusiano yako maana lazima uweke mezani vitu ambavyo au hoja ambazo zinaeleweka kwa upande wa pili. Kinyume na hapo, kama nilivyosema awali, watu tayari wana options, wana machaguo mengi, na hakuna kitu kibaya kama binadamu kuwa ana machaguo mengi. Kwa hiyo kama wewe mwanzoni ulikuwa ndio chaguo pekee, akapata machaguo mengi, maana yake tayari wewe unapoteza nguvu yako, na kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu ubaya wako wewe anaujua zaidi kuliko hata hao wengine. Kuna uwezekano mkubwa wewe ndio ukapoteza zaidi. Kwa hiyo mimi bado naona Ufaransa watakuwa kwenye wakati mgumu, lakini ikiwa watatumia faida ya mahusiano ya lugha, kwa mfano, kwa sababu watu wa Madagascar wanazungumza Kifaransa, tayari kuna utamaduni mkubwa sana wa Kifaransa kule. Kwa hiyo wanachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kuhakikisha wanapunguza baadhi ya mikataba au makubaliano ambayo yalikuwa yamekaa kiunyonyaji zaidi. Waweze kuja sasa hivi na sura mpya, na hii ni mtazamo wangu kwa nchi zote zilizoendelea. Afrika sasa hivi inaamka. Kwa hiyo Afrika haitaki tena kuingia kwenye aina ya makubaliano ambayo wanaona kabisa hayana faida kwa watu wao. Ndio maana tunaona kuna nchi nyingi, Ghana wanakataa, hawataki kusafirisha hata vyuma chakavu, hawataki kuvisafirisha, dhahabu. Tunaona Zimbabwe wanakataa misaada ya Marekani. Tunaona rais wa Botswana anasema, analikwa Marekani, anasema hapana, nyinyi ndio mnahitaji rasilimali zetu, kwa nini tuje Washington? Nyinyi ndio mje hapa Botswana. Tunaona Zambia pia wanakataa zaidi ya dola bilioni 1 za Marekani kwenye eneo la afya, wakisema hapana, tunaona haziendani na sera zetu. Kwa hiyo haya mambo yanaleta hali ya kujiamini kwa Waafrika na Waafrika kuwa na nguvu kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hiyo kwa msingi huo tunategemea miaka 10 inayokuja Afrika itavuna zaidi kuliko miaka hata zaidi ya 60 ambayo Afrika imepata uhuru kwa kile ambacho imekipata, ukilinganisha na hiki kitakachotokea kwa muongo huu unaokuja. Pamoja na nguvu ya Afrika ambayo inatazamwa zaidi kwa hivi sasa, tukija kwenye serikali ya Madagascar ambayo imechukua hatamu ya madaraka na uongozi, unaona ikileta suluhisho kwa jamii ambayo ilikuwa inahitaji kuona mabadiliko kwenye jamii husika na mpaka kuingia mitaani kuonyesha hasira na kufanya vurugu, inaleta suluhisho la moja kwa moja na wananchi wanakubaliana na hilo suluhisho kwa mtazamo wako? Kimsingi viongozi wanapochukua madaraka wanatakiwa wajifunze, kwa sababu Andry Rajoelina ambaye ndio rais aliyetolewa aliyeondolewa madarakani hapo Madagascar, aliingia kwa njia kama aliyoingia rais wa sasa, na yeye aliingia kwa kuhamasisha maandamano ambayo yalimuondoa rais aliyekuepo kipindi kile. Kwa hiyo kwa msingi huu unaweza ukaelewa kwamba viongozi hawa wakishapata madaraka wana wajibu wa kuhakikisha wanatimiza malengo na matarajio ya wananchi. Kwa hiyo huyu kiongozi wa sasa
ana kazi kubwa ya kuwaonyesha wana Madagascar kwamba yeye anakuja sasa kukabiliana na zile changamoto ambazo Rajoelina alishindwa na wakaamua kumtoa, kwa sababu kinachoendelea sasa Afrika ni vuguvugu la kwamba kiongozi atakapokuwa anashindwa kutimiza matarajio ya wananchi, basi hakika kuna uwezekano mkubwa sana wa wananchi kuamua, hawatasubiri amalize miaka yake labda ni miaka 4 5, hawatasubiri wananchi wengi na hasa kundi la vijana wanaonekana kutokuwa tayari kusubiri. Kwa hiyo ni changamoto kwa kiongozi huyu kuona ni namna gani anatatua changamoto ya ajira, lakini pia anatatua matatizo mengine ya kiuchumi ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwa muda mrefu sana na wananchi wa Madagascar. Henry Mwinuka, mchambuzi wa siasa za kimataifa, tumetazama mengi zaidi na kupata mtazamo kwa kile ambacho tumekiangazia, ziara pia ya kiongozi mkuu wa taifa la Madagascar kwenda Moscow, Urusi, vivyo hivyo kupita pale Ufaransa kukutana na Emmanuel Macron, ambapo kimsingi ni sehemu pia mabadiliko na kuona namna gani mashirikiano mapya yanaweza akachukua nafasi. Na huo ndio ulikuwa mjadala wetu mkubwa hii leo kupitia Multipolar Vision. Henry Mwinuka, nakushukuru sana kwa wakati wako my brother. Lakini kushukuru kwako pia Clouds ambao wanaendelea kusalia nasi kupitia Clouds TV. Mjadala unaofuata nini ambacho tutakiweka mezani? Tafadhali usisite kuendelea kusalia nasi. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona, nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.